mtu wa Mungu, karibu sana tunapoendelea na kipindi chetu kizuri cha maombi ya vita. Leo tutaangalia kukabiliana na uchawi. Naitwa Emmanuel David Shilatu. Karibu sana. Tuombe tuingie kwenye kipindi chetu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako. Asante kwa wakati huu mzuri na wa neema. Ninaomba wewe uliye Mungu mkuu na Yesu amiri jeshi mkuu, tunaomba utusaidie, utufundishe, utuelekeze namna ya kushinda vita vya kiroho dhidi ya uchawi, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi tuanze utangulizi wetu. Tunajiuliza kwamba kwa nini tuzungumzie vita? Tunazungumzia vita kwa sababu vita vilianza mbinguni. Ufunuo 12:7 kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Kama kulikuwa na vita mbinguni, duniani sisi huku ni wawakilishi. Tunawakilisha serikali ya mbinguni, wa utawala wa mbinguni ndio tunaowakilisha. Kwa hiyo lazima vita itakuwepo huku, kwa sababu huku ni mikoani. Hii dunia yote ni kama mkoani, lakini makao makuu yapo mbinguni. Kwa hiyo vita vitakuwepo. Waefeso 6:12 na 13, Biblia inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Kwa hiyo tumeelekezwa namna ya kupigana, kwamba tutumie silaha mbalimbali. Ziko silaha nyingi sana za kutumia, na tutaangalia pia tumeelekezwa nini katika maandiko. Katika Kutoka sura ya 22 mstari wa 18. 22:18 nasema, usimuache mwanamke mchawi aishi. Pengine unaweza kusema kwa nini ametajwa mwanamke? Inasemekana, inaonekana na imetambulika hivyo kwamba wanawake wanabobea zaidi, wanaelekea zaidi kwenye kufanya mambo hayo, ama wanakuwa ni wengi zaidi katika kufanya hayo mambo. Ndio maana imeandikwa hivyo, lakini haimaanishi kwamba hakuna mwanaume anayehusika na uchawi, na kwamba labda mwanaume akihusika na uchawi yeye asiuawe. Hapana. Ina maana ile ile kwamba usimwache mwanaume pia mchawi aishi. Usimwache aishi. Inabidi azuiliwe, na ili kuzuiliwa inabidi kuua vitu vingi. Unaweza ukaua uchawi wake, unaweza ukaua anachokusudia, malengo yake, unaweza ukaua yeye mwenyewe akafa. Ukisoma katika Ezekiel 11 mstari wa 13, nabii Ezekiel alitoa unabii dhidi ya mtu mwovu, dhidi ya mtu ambaye alikuwa anafanya matendo mabaya. Alikuwa anatengeneza mipango ya kuua watu, kuwafilisi watu, kuwafanya waishi maisha magumu. Nabii Ezekiel akaambiwa tabiri juu ya mtu huyu. Alipotabiri, huyo mtu anaitwa Pelatia akafa. Kwa hiyo Biblia iko hivyo, imeagiza, imeelekeza, na ndivyo ilivyo. Tuangalie sasa katika Ezekiel hiyo Ezekiel sura ya 21 mstari wa 21 na 22. Kitabu cha Ezekieli 21 mstari wa 21. Kuna jambo hapa kubwa limezungumzwa. Ezekieli 21 mstari wa 21.
Lakini kabla ya kwenda kwenye Ezekieli nikupitishe kwanza kwenye sura ya 13 ya Ezekieli mstari wa 17. Sikiliza, nasema, na wewe mwanadamu, kaza uso wako. Kaza uso wako juu ya binti wa watu wako. Umeona tena hapa anatajwa binti, lakini sisi kama watumishi, sisi kama raia wa mbinguni tunaelekezwa kwamba tukaze nyuso zetu. Kaza uso wako dhidi au juu yao watabirio kwa akili zao wenyewe, ukatabiri juu yao. Kwa hiyo tunapojifunza hapa tunahimizwa kujua kutabiri dhidi ya nguvu za giza, uchawi, ushirikina. Alafu mstari wa 18 anasema useme, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Nimesisitiza hapo, bila shaka umesikia, zinazowindwa ni roho za watu. Na tumesema vita hivi ni vya kiroho, kwa hiyo inaendana. Alafu anasema, je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe? Kwa hiyo Mungu anawashangaa wachawi wanavyofanya bidii kuleta uharibifu. Je, wao watahifadhi roho zao? Hawataweza kuhifadhi, kwa sababu sisi watu wa Mungu, jeshi la Mungu, na sisi tunainuka sasa kuleta uharibifu katika ile kambi ya wachawi, na wao nao watapata hasara, watapokea ujira unaowastahili. Mstari wa 19, nanyi mmeninajisi kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate. Mstari wa inasema, ili kuziua roho za watu ambao haiwapasi kufa, na kuzihifadhi hai roho za watu ambao haikuwapasa kuwa hai, kwa kuwaambia uongo watu wangu wasikilizao uongo. Kuwaambia uongo watu wangu wasikilizao uongo. Huu ni mstari wa 19. Mstari wa 20, basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni kinyume cha hirizi zenu, ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege. Umesikia? Kwa hiyo Mungu anatumia watu kuzuia huu uwindaji, kuzuia haya mauaji, kuzuia maangamizo. Anatumia watu wake, mimi na wewe, ili tuweze kuzuia, ili tuweze kukabili hiyo hali ya upinzani, hiyo hali ya kupandwa vitu vibaya katika maisha yetu, katika familia zetu, kwa watoto wetu, kwa elimu yetu, elimu ya watoto wetu, vizazi vyetu, biashara zetu na maeneo mbalimbali ya maisha yetu, kwenye fedha, kwenye uchumi, kwenye mahusiano, kwenye njia mbalimbali, kwenye njia mbalimbali. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanasababisha sisi sasa, Biblia inatuhimiza tuweze kuyakabili, kwamba kwenye eneo la elimu kuna nini, kwenye eneo la kifedha, eneo la uchumi kwa ujumla, eneo la ujenzi, eneo la kazini kwako, eneo la ubunge, eneo la siasa, eneo la uongozi, kuna nini kinaendelea. Na kama unaona kuna kuzuiliwa, kuna kucheleweshwa, kuna kukatazwa, kuna magonjwa ya kujirudia, kuna kuzuiliwa mwishoni mwa muujiza wako, yaani kila unapokaribia muujiza, kila unapojiandaa kushuhudia, unakatiliwa, ujue hapo kuna uchawi, ujue hapo kuna maneno yamepita, ujue hapo kuna matamko, ujue hapo kuna falaki, kwa sababu kuna uchawi wa maneno
na uchawi wa matunguli. Uchawi wa maneno na uchawi wa matunguli. Uchawi wa maneno ni laana, matamko yanayotolewa kulaani, matamko yanayotolewa kulaani. Ule ndio uchawi wa maneno. Kwa hiyo uchawi uko wa aina mbili, wa maneno na wa matunguli. Yaani mtu anafanya vitendo fulani, halafu anasababisha uharibifu upande wa pili. Huo ni uchawi wa matunguli. Lakini kuna mtu anatamka tu maneno mabaya, anatamka maneno ya kuharibu. Hiyo utaiona kwenye maandiko. Ule uchawi wa maneno utauona kwenye Yeremia 18:18, na utaona pia kwenye Isaya sura ya 7 mstari wa 5 mpaka wa 6. Utaona pale kwamba watu wanafanya conspiracy, wana conspire, wanatengeneza mpango na wanautekeleza. Lakini uchawi wa matunguli tutauona sasa kwenye Ezekiel 21 mstari wa 21 na 22. Nitasoma huu uchawi wa aina ya kwanza. Maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga. Amesimama kwenye njia panda, kwenye kichwa cha njia mbili, ili atumie uganga. Biblia hiyo ndio inayosema. Anaendelea kusema kwamba aliitikisa mishale huko na huko, akaziuliza terafi, akayatazama maini. 22. Katika mkono wake wa kuume, yani mkono wa kulia, alikuwa na kura ya Yerusalemu. Yani alikuwa ameshika jina la Yerusalemu, analishughulikia, analifanyia uganga, anafanya matambiko, anafanya mavitu fulani. Yametajwa hapa. Anasema mkono wake wa kuume ameshika kura ya Yerusalemu, kuviweka vyombo vya kubomolea, kufumbua kinywa katika machinjo, kuiinua sauti kwa kupiga kelele sana, kuweka vyombo vya kubomolea juu ya malango, kufanya maboma na kujenga ngome. Kwa hiyo haya ni matendo yanafanyika, na anayeyafanya analenga kuleta uharibifu katika mji wa Yerusalemu, katika mji wa Arusha, katika mji wa Tanzania. Kama nchi pia inaweza kutamkiwa, inaweza kuelekezewa mashambulizi. Na ndio maana unaona kuna wakati kunakuwa na vurugu, kuna wakati kunakuwa na ajali nyingi, kuna wakati kunakuwa na matukio mabaya, matukio ya mauaji, matukio mbalimbali yanachochewa na vitendo vya kishirikina, vitendo vya kichawi. Na kama ulivyoona hapa kwenye njia panda, kwenye madaraja pia wanapenda kufanya, kwenye sehemu za madaraja wanapenda kufanya, kwenye miteremko mikali. Kule Kitonga kule, ajali unakuta wakati mwingine ni nyingi sana, nyingi kabisa, nyingi mno, na zinapoteza maisha ya watu. Ni vitu vinafanywa ili kumwaga damu, ili kuharibu maisha ya watu. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Mungu anataka tukabiliane na hili jambo kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, na kwa ujuzi wa maarifa ya kimungu, kwa sababu ni vita vya kiroho, kwa sababu inafanyika kiroho, inatendeka kiroho. Kwa hiyo ni muhimu sana tukajua haya. Na sasa kwenye mstari wa 27, mstari wa 27, mstari wa 27, Ezekiel 21 mstari wa 27. Hapa sasa kuna aina ya maombi ya kufanya kukabiliana na jambo hili. Anasema hivi: nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua. Mara 3. Nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua. Hiki nacho hakitakuwa tena, hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake
nami nitampa. Kwa hiyo kuna kupindua, kuomba maombi ya kupindua kile kilichofanyika tukiwa watoto. Kuna maneno yalitamkwa na walimu kwamba huyu hatafika popote, huyu si kitu, huyu ni mjinga, huyu hajui hisabati. Kwa hiyo yale maneno yalipita. Kuna maneno yalitoka kwa manesi kule hospitalini tulikozaliwa, yakapita kwamba huyu ni hivi, huyu ni vile, huyu si kitu, huyu mtoto hamna kitu, huyu mtoto sijui anafanana, huyu mtoto kichwa kama hivi na hivi. Yale maneno yana nguvu sana. Ni unabii ulitolewa, ni unabii kwako ulitolewa, kwa sababu nimesema uchawi upo wa matunguli, upo wa maneno. Kwa hiyo haya ni maombi. Hili ni ombi la kuomba kupindua kila cha adui kilichofanyika kwenye ulimwengu wa roho kwa njia ya siri. Lakini pia unapaswa kujua kuomba kwa kutumia Zaburi sura ya 10. Zaburi sura ya 10 mstari wa 15 unasema uvunje mkono wa mwovu, uvunje mkono wa mwovu. Unaruhusiwa kuvunja mkono wa mwovu ili asiweze kuyatimiza makusudi yake. Ayubu 5 mstari wa 12 inasema pia, Bwana huyapinga mashauri ya waovu wasije wakatimiza makusudi yao, wasije wakatimiza makusudi yao. Bwana huwapinga waovu wasije wakatimiza makusudi yao. Ayubu sura ya 5 mstari wa 12. Ayubu 5:12. Hii niisome ili uipate vizuri. Ayubu 5:12 inasema hivi, yeye huyatangua mashauri ya wadanganyifu, mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Kwa hiyo tunapoomba tunazuia makusudi ya watu waovu, makusudi ya wachawi yasitimie. Tunapindua, tunafanya mapinduzi. Hiyo ndio utaratibu wa Biblia.